Mauaji ya kitisha yametokea Afrika Kusini baada ya mwanaharakati kufyatulia risasi wa Ethiopia wawili. Picha za kamera za usalama yaani CCTV zimefichua tukio la kikatili ambapo mwanaharakati anayepinga wahamiaji nchini Afrika Kusini amewaua kwa risasi raia wawili Ethiopia ndani ya duka lao kabla ya kuiba bidhaa na kutokomea kwa utulivu kabisa. Tukio hilo lililotokea mchana wa leo Mei 2, 2026 linamwonyesha mwanaume huyo akiingia ndani ya duka hilo kama mteja wa kawaida. Sekunde chache baadaye anachomoa silaha na kuwapiga risasi za kichwani wafanyabiashara hao wawili kwa ukaribu, akiwaua papo hapo kabla hata hawajapata nafasi ya kujitetea. Kile kilichoshtua wengi katika picha hizo ni kitendo cha mauaji hayo ama muuaji huyo kubaki ndani ya duka hilo kwa utulivu baada ya mauaji hayo. Badala ya kukimbia, anaonekana akizunguka na kuchukua bidhaa mbalimbali kwenye rafu na kuingia nazo mfukoni, kisha akatoka nje kwa mwendo wa kawaida kana kwamba hakuna kitu kabisa kilichotokea ndani. Mamlaka za polisi Afrika Kusini zimethibitisha kuanza kwa msako mkali dhidi ya mtuhumiwa huyo ambaye anajulikana katika mitandao ya kijamii kwa kampeni zake kali dhidi ya raia wa kigeni, yaani xenophobia. Tukio hili limeibua upya hofu miongoni mwa jamii za wahamiaji nchini humo ambao wamekuwa wakilalamikia ongezeko la chuki na mashambulizi yanayochochewa na itikadi za utaifa uliokithiri. Viongozi wa jumuiya ya Waethiopia nchini Afrika Kusini wamelaani vikali mauaji hayo na kuitaka serikali kuchukua hatua madhubuti dhidi ya wanaharakati wanaohamasisha ghasia. Huu si wizi wa kawaida, ni mauaji ya chuki yaliyopangwa, alikuwa anasema mmoja wa wakilishi wa jumuiya hiyo mjini Johannesburg. Hadi kufikia jioni ya leo, polisi bado hawajamtia nguvuni mtuhumiwa huyo, ingawa wamesema utambulisho wake uko wazi kutokana na ushahidi wa CCTV na tayari taarifa za wananchi pia. Serikali imetoa wito wa utulivu huku kukiwa na hofu ya kuzuka kwa ghasia kubwa za kulipiza kisasi katika maeneo yenye mvutano ya kijamii.